BW Media, stay informed. Jifunza kanuni hizi na zitakusaidia kuelewa unabii vizuri. Unaposoma Danieli na Ufunuo utajifunza na utaelewa, kwa sababu umejifunza zile kanuni za msingi za kuelewa unabii ambao umetumia kwa lugha ya ishara, vidokezo na tamithali za semi. Naam, hali gani mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa BW Media? Karibu tena katika mfululizo wa vipindi vyetu hivi mwongozo wa kujifunza Biblia, na tunaendelea mbele na somo letu la 10, tukiwa tumetoka kuangalia somo la 9 tuliokuwa tunazungumzia habari ya katika Zaburi sehemu ya pili, na leo tunaendelea na somo letu la 10 lenye kichwa kinachosema tuliofikiwa na miisho. Kichwa cha somo hiki mpenzi mtazamaji kinakuonesha ni namna gani tunavyoelekea katika miisho kabisa ya ulimwengu huu. Na fungu tutakalokuwa nalo juma hili linalotuelekeza linatoka katika kitabu cha Korintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 11 hadi 12. Inasema, basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani. Kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na angalie asianguke. Hilo ndilo fungu tutakayokuwa tunatembea nalo katika somo letu hili la 10 tuliofikiwa na miisho. Na leo studio huko nami mtangazaji wako Miriam Mwesau, lakini tuko na wachambuzi wa masuala ya imani, tuko na Pastor Ponduru, lakini pia niko na ndugu Edwin Mgisha. Hao wote watatuchambulia kwa undani kabisa mada yetu hii ya leo, ili kuona ni namna gani Mungu anaweza kusema nasi katika dunia ya leo. Karibu mpenzi mtazamaji, uwe nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Na kabla tujaanza kipindi chetu, niweze kumkaribisha ndugu Mgisha aweze kutufungulia kwa ombi. Karibu. Mwenyezi Mungu, asante kwa nafasi hii njema, na kuomba kwa msaada wako mtakatifu awe nasi tunapoanza kipindi hiki, tukapate kunena yale ambayo unatamani watazamaji wakapate kuyasikia, ambayo atawasogeza karibu na wewe katika siku hizi za mwisho. Kwa jina la Yesu, amina. Amina. Na mpenzi mtazamaji, ombi hilo sasa ndio linatupeleka na kutufungulia moja kwa moja kipindi chetu hiki kizuri kabisa. Na tunapoanza Pastor, tupatie utangulizi kidogo kuhusiana na somo letu hili la 10. Tutaenda kuangalia vitu gani hasa katika mada yetu ya leo hii ya somo la 10 tuliofikiwa na miisho. Ni mada inayotuelekeza moja kwa moja katika nyakati kubwa mbili. Mambo makubwa yaliyofanyika ya historia ya ulimwengu katika Agano la Kale na yanavyoweza kufanana na wakati huu wa mwisho wa historia ya ulimwengu. Kwamba ulimwengu wa Agano la Kale kwa sehemu kubwa una mfanano mkubwa sana na ulimwengu wa wakati huu wa mwisho wa historia ya dunia. Kwa hiyo kwa majuma kadhaa na hasa kwa juma hili tutakuwa tukichunguza masimulizi kadha wa kadha muhimu ili kuona kile tunachoweza kusema kuhusu matukio kama vile ujio wa Yesu wa pili, hukumu ya upelelezi, pambano la mwisho na zaidi. Haya yote tutaona kwamba Kristo ndiye kiini, kwa maana ni lazima awe msingi, vile vile lengo la mwisho la juhudi zote za Biblia na hasa katika unabii ulioandikwa katika Biblia. Kwa hiyo tutachunguza hayo mambo muhimu kwa ajili ya kutuleta pamoja kuona kila ambacho Bwana anataka nini na namna gani anajifunua kama kiini cha kufungwa kwa historia ya ulimwengu. Asante sana. Naam Pastor, nashukuru sana kwa utangulizi huo mzuri kabisa. Sasa ndugu Mgisha, tunapoendelea mbele sasa kuona lesoni yetu hii ikiwa ndo tunaanza kupiga hatua za awali kabisa, tunakutana na hasira ya mwana kondoo. Lakini ukija kusoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 6,
Soma mstari wa 12 na kuendelea pale. Tunaona mwitikio gani ambao watu wanauonesha katika matukio haya ya siku za mwisho yanayotokea kwa ghafla? Tunaona kwamba katika kitabu cha Ufunuo 6:12 mpaka 17 pale zinazungumzwa habari za mihuri, na tunaona kwamba katika ule mhuri wa 6 ndipo tunaona kwamba wale watu wanaomba kwamba milima iwaangukie ili wasitili dhidi ya hasira ya mwana kondoo. Lakini pia kitu ambacho kimenishangaza mimi pia ni kwamba haya matukio ya mwisho japo kwamba yanatokea, tunaambiwa kwamba yatakuja kwa kama mwivi, lakini wale ambao yanawapata wanafahamu nini. Maana hawashangazwi kwamba je, ni nani huyo anayekuja? Nani ambaye yuko nyuma ya haya mambo yote, lakini wanafahamu kwamba huyu ni yule ambaye tumekuwa tukiambiwa habari zake. Kwa hiyo jambo la ajabu la kwanza ni kwamba hawa watu wanajua kabisa kwamba haya mambo yalishaga semwa, lakini kwa sababu hawakuamini ndio sababu sasa wanakuja kuomba angalau milima iwasitiri wasione ghadhabu ya uso wake. Lakini pia jambo ambalo tunakuja kujifunza zaidi ni hata katika swala la gharika. Tunaona kwamba wale watu wakati gharika inakuja alikuwa ni jambo la kushtua, kwa sababu Nuhu alikuwa tayari amenena nao kwa miaka zaidi miaka takriban 120, kiasi kwamba walikuwa wanachoambiwa wanakiona kama hakiwezekani kutokea. Kwa hiyo kilipotokea hakikuwa kigeni kwamba hawakuwa wamekisikia kabisa, lakini kilikuwa ni kigeni kwa namna kilipotokea. Lakini jambo ni kwamba walikuwa wanafahamu. Kwa hiyo hasira ya mwana kondoo haiji tu kwa sababu watu ni wadhambi, lakini ni kwa sababu ni wadhambi ambao licha ya kuwa wamepewa nafasi nyingi sana za kutubu na kurejea madhabahuni na kurudi kwa Kristo, wamekataa. Wakapewa onyo mpaka ya mwisho, wakafikia mpaka hatua ya kuwadhihaki wale ambao walikuwa ni watoa maonyo. Kama tunavyoona katika dunia ya leo kwamba unaweza kukawa na watumishi wa Mungu ambao wananena, na pengine hata sisi ambao tunakaa hapa kutengeneza vipindi, lakini yuko mtu anasema masala amenena wanaongea nini? Wameyazungumza tangu mimi nikiwa mdogo mpaka sasa hizi nimekuwa. Kwa hiyo hawa itakapokuja ile hasira ya mwana kondoo watakuwa wanafahamu kwamba hichi tuliambiwa, lakini kwa sababu hatukuamini ndio sababu tunapata haya yote. Kwa hiyo nipende tu kusema kwamba wale ambao wanaona kwamba kuja kwa Yesu kumekawia, na pengine wanajaribiwa kwamba kwa sababu ya muda kwenda wanaona kama haya mambo hayawezi kutokea, lakini tunayo mifano nyuma. Tukiona ule mfano wa gharika ya Nuhu, ya kwamba Nuhu kuhubiri muda mrefu hakukuwa kwamba lile jambo limekuwa ni unabii wa uongo, lakini ilikuwa ni nafasi ya watu angalau kutafakari tena zaidi. Hata hivyo unaweza kuona mbona kama wanasema Yesu anakuja lakini anachelewa, lakini hii ni nafasi yako wewe kutafakari. Kwa hiyo katika kipindi hiki tafakari, kama bado hujampokea Kristo mpokee, maana ni uhakika anakuja. Na wale ambao watakuwa hawako upande wake ndio wale ambao watakuja kupatwa na ile hasira ya mwana kondoo. Asante sana ndugu Mgisha, hasira ya mwana kondoo umeelezea vizuri kabisa. Na tunapoendelea mbele sasa Pastor, tunaona tukiwa katika sehemu hii hasira ya mwana kondoo, kuna baadhi ya watu wengine wanaona kwamba unabii unapokuwa ni wa muda mrefu sana, wengi wanajua kwamba huu utakuwa ni uongo. Yaani maana Nuhu alivyoongea miaka 120 ilikuwa ni kipindi kirefu sana. Sasa watu kusikia mvua itanyesha wakaona kwamba ni uongo, kitu ambacho hakiwezi kutokea. Karibu utupe au ukizingatia katika kitabu cha Mathayo sura 24. Kuna masomo hapo ambayo Yesu anatuambia kuhusiana na kisa cha Nuhu. Karibu. Kitabu cha Ezekieli kinatueleza kwamba Mungu huwa hacheleweshi unabii wake anapokuwa ameagiza. Kwa mfano ukisoma Ezekieli sura ya 12 mstari ule wa 21 na 22 anasema, neno la Bwana likamjia kusema, mwanadamu, ni mithali gani hii mlionayo katika nchi ya Israeli mkisema siku hizo zinakawia na maono yote hayatimizwi?
Basi uwaambie Bwana Mungu asema hivi, nitaikomesha mithali hii, wasiitumie tena kama mithali katika Israeli, lakini waambie siku hizo ni karibu na utimizo wa maono yote. Kwa maana hayatakuwapo tena maono yoyote ya ubatili wala ubashiri wa kujipendekeza katika nyumba ya Israeli. Kwa Mungu anasema kwamba maono yote yatatimizwa kwa wakati. Ulimwengu unapaswa tu kuamini, ndugu mtazamaji, kwamba Mungu huwa hachelewi. Kuchelewa kwa Mungu, hata kama naona sisi amechelewa miaka 1000 au 2000 mpaka sasa tangu Yesu alipopaa kwenda mbinguni, lakini bado hii si tunaona amechelewa kwa sababu tunaishi miaka michache sana. Lakini kama tungekuwa tunaishi miaka mingi, tungeona amewahi, kwa sababu tungekuwa tukiishi hiyo miaka tukilinganisha na tukio lilivyosemwa, tungeona liko karibu. Kwa hiyo kikubwa ambacho ni cha kuamini ni kwamba Mungu amesema, akisema jambo atalitimiza. Atalitimiza lini? Yeye mwenyewe anajua. Lakini hata kama tunapoona sisi limechelewa, kwake limewahi, kwa sababu yeye anasema miaka 1000 kwake ni sawa na siku ngapi? Siku moja. Kwa hiyo hakuna urefu wa muda. Nashukuru sana. Asante, umeelezea hapo habari ya hasira ya mwana kondoo, lakini tukija kuangalia uinjilisti wa Nuhu hapa. Unaweza kutuambia pastor, tukizirejelea katika maandiko matakatifu, ni dhambi gani za kimaadili zilizopelekea kutokea kwa gharika kipindi cha Nuhu? Biblia inatuambia katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 6. Ukisoma kidogo Biblia iko wazi, inasema maneno yafuatayo. Mwanzo 6 mstari ule wa 5 nasema, Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani. Na hapo hajatueleza ni maovu gani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Ukienda mstari ule wa 13 anasema, Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, kwa sababu wameijaza dunia dhuluma, basi nitawaharibu pamoja na dunia. Dhambi gani iliyoleta hasira ya Mungu? Maandiko ukiyasoma kwa ujumla wake anaeleza ya kwamba ulimwengu wa wakati ule, dhuluma, inapozungumza dhuluma, ni sawa na neno udhalimu. Kwa mfano, ukisoma katika kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 6 na ule mstari wa 9 anasema hivi, au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike. Anaanza kuwaelezea sasa hii dhuluma ni nini sasa, ambao ndio udhalimu kwenye kitabu, dhuluma kwenye kitabu cha Mwanzo, lakini huko anasema udhalimu. Anasema waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala walawiti, wala wevi, wala watamanio, wala wevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo na katika Roho wa Mungu wetu. Kwa hiyo dhambi ya dhuluma ndio hizi zilizotajwa. Kulikuwa na zinaa ya hali ya juu. Watu walikuwa wananyang'anyana mke, mtu ameoa ananyang'anywa kwa nguvu na anauawa, kama vile Daudi alivyomuua Uria, akachukua mke wake na akawa mke wake. Lakini pia Daudi alitenda dhambi nyingine pia, ambayo kwanza ilikuwa ni uzinzi alafu na kuua. Dhambi hizo zilitapakaa kila mahali. Hata leo mioyo ya wanadamu imechafuka kama wakati wa Nuhu. Kwa hiyo historia inajirudia. Hizo ndizo zilikuwa dhambi ambazo Biblia inasema dunia ikajazwa udhalimu au dhuluma. Kwa hiyo haki ya Mungu ikapotea. Ikawa ni ndoto tu mtu kutenda haki na kuwaza yaliyo mema mbele za Mungu. Nashukuru sana.
Asante sana ndugu Mgisha. Tunapoangalia katika kisa hiki cha Nuhu, tunaona alitumia muda mrefu sana kuhubiri, na katika kipindi chetu hiki tunawezaje kutovunjika moyo ikiwa tunafanya uinjilisti binafsi au kwa kanisa na tusipate matokeo yoyote kwa muda mrefu sana? Karibu. Nuhu alifanya hii kazi kwa muda wa takriban miaka 120, ambapo ni muda mrefu, na alifanikiwa kuongoa familia yake tu. Na mwandishi anaeleza kwamba kama Nuhu angelikuwa ni mwinjilisti katika vituo vyetu vya nyakati hizi za leo, angeshafukuzwa kazi, maana kazi yake inaonekana haina matunda. Kama ambavyo tunaweza kupima kazi ya mwinjilisti kwa kufanya effort na kubatiza, hiyo ni vipimo vya kibinadamu, lakini kipimo cha Mungu ni tofauti na idadi, lakini ujumbe unaokwenda. Naona kwamba bila kujali ni kwamba ni watu wangapi ambao utawaona wamekili na kuongoka, lakini ujumbe ndio jambo la muhimu. Maana Nuhu alifanya hii kazi bila kujali ni watu wangapi ambao waliokolewa, lakini hilo alikuwa ni lengo tu. Lengo pia ni kwamba watu wote wapate kusikia, maana tunapohubiri Injili, lengo la Yesu Kristo la kwanza ni kuwafanya kuwa wanafunzi. Yaani kuhubiri Injili kwa wote waifahamu, ili kama tulivyoona hapo nyuma kwamba yatakapotokea wasiwe ni wageni, wao wanafahamu kwamba ni kweli tulisikia. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kuhubiri. Huenda tukahubiri wakasikia watu wachache wakafuata, lakini wale wote wawe wamesikia, ili hata wakati atakapotokea wasiwe na kisingizio cha kwamba mbona sisi hatukufahamu, lakini waseme kwa kweli tulifahamu, lakini sisi wenyewe tukafanya ndio kwa mioyo. Ndio sababu natupata haya. Asante sana. Kwa hiyo unatuambia kwamba tusikate tamaa hata katika ulimwengu wa leo tunapofanya effort uinjilisti na bila kupata matunda yoyote, lakini juhudi zetu zibaki pale pale. Nashukuru sana. Tumemwangalia Nuhu kwa sehemu yake, na tunaenda sasa kuangalia kisa cha Sodoma na Gomora. Hiki kisa ni maarufu sana na tunakifahamu sana. Unaweza kutuambia pia ni vitu gani hasa vya kimaadili vilivyopelekea kuangamizwa kwa miji hii miwili, lakini kuna ufanani gani kwa sisi leo vile vile? Karibu. Asante. Naeleza kwamba habari za mji wa Sodoma na Gomora tunakuja kuzipata baada ya Ibrahim kutengana na Lutu, maana Lutu yeye alichagua kwenda kukaa katika mji wa Sodoma na Gomora. Lakini alikwenda kule akijua kama ule mji umejaa machafuko. Lakini akiwa kule yeye na familia yake, tunaona kwamba ule mji uliendelea kuwa na maovu mengi sana. Nasema kwamba yale maovu kama alipokuwa ameshakuelezea mchungaji aina yale maovu, alipoona kwamba zinaa ilikuwa imekithiri, ambayo ilikuwa inafanyika pia kinyume na maumbile, maana mwanamke na mwanaume sasa ni kama hawakuwa na tofauti. Na tunaona pia kwamba inajidhihirisha pia kwamba hata wale malaika walipokuwa wameingia kwenye nyumba ya yule Lutu, wale watu waliokuja nje walikuwa wanawataka wale wageni. Na tunaona kwamba Lutu akasema ninao binti zangu hapa ndani, nitawapa. Akasema hatutaki, tunataka hao wageni waliokuja. Na ndipo wale wageni wanawapiga upofu wale na nini. Lakini tunaona kwamba dhambi hii ilikuwa imekisiri sana katika eneo hilo. Lakini jambo ambalo ni la ajabu la kushangaza ni kwamba onyo lilikuwa limetolewa, na dhambi yao ilikuwa imekithiri kiasi kwamba hata yale maonyo wakawa wanayapuuza. Kama ambavyo katika ulimwengu wa leo kwamba ili ameshaeleza mtu kwamba historia inajirudia, kwamba watu wanahubiri lakini tunasema yale tu. Kwa hiyo hata katika kipindi cha Sodoma na Gomora kwamba injili ilikuwa ikihubiriwa vile vile kwamba watu waache uovu wao, lakini hawakufanya hivyo. Sasa tunakuja kuona kwamba pia kwamba tunaposoma Biblia hatuzioni dhambi kana kwamba ni za watu wa mataifa tu. Lakini Biblia inapoandika kuhusu zile dhambi, hatupaswi kuzichukua tu kuwapondea watu wa nje. Kwamba wale watu wa nje ndio wanatenda hizi dhambi. Hapana, zinapokuwepo katika Biblia, maana Biblia inalenga kwanza kutufungua macho sisi. Kwa hiyo tunapaswa kujiangalia sisi kwanza. Tunapoziona hizi dhambi, je, kwa sisi tunaoamini hazipo?
Lakini tunaona kwamba hata Wayahudi walianguka pia katika mtego wa ukahaba, lakini pia sio tu ukahaba, walikwenda pia hata katika ukahaba wa kiroho, maana wakawa wanafanya hata ibada za miungu wengine. Kwa hiyo kitu ambacho tunajifunza katika kisa cha Sodoma na Gomora ni kwamba Injili kama ambavyo ilihubiriwa katika Sodoma na Gomora, watu wakapuuza vile vile kama kisa cha Nuhu, iko vile vile hata katika ulimwengu wa sasa, kwamba watu watasimama wengi sana kuhubiri Injili, lakini walio wengi watapuuza. Maana ni wengi sana ambao huwa wanapuuza, ni wachache ambao wanatii. Kwa hiyo historia inazidi kujirudia, lakini jambo ambalo mwandishi anatusisitiza sana tuangalie ni kwamba dhambi ni zile zile ambazo zimekuwa zikiharibu ulimwengu tangu kale. Katika kipindi cha gharika zilikuwa ni hizo hizo, kipindi cha Sodoma na Gomora zilikuwa ni dhambi zile zile, na hata katika kipindi cha mwisho ni dhambi zile zile. Lakini jambo la kuzingatia ni kwamba tunapozitizama hizi dhambi, usizitizame kwamba ni zinatendwa tu na watu wa mataifa. Sema hao wanatenda wale, lakini hata sisi tuliomo humu ndani, je, tumejichunguza na kuona kwamba zile dhambi sio sehemu ya maisha yetu? Kwa hiyo wito wa hichi kisa unapotupatia kutokana na alivyokielezea mwandishi ni kwamba tuangalie zile dhambi ambazo zimekuwa zikileta maangamizi, tuziepuke, kwani zitaleta hata maangamizi katika kipindi cha mwisho, na wale wanaozitenda watakuwa ni miongoni mwa wale watakaoangamia. Asante. Nashukuru sana Pastor. Tunapoendelea na kisa hiki cha Sodoma na Gomora, karibu tupe nyongeza katika sehemu hii, utie chumvi. Ni vitu gani hasa tunavyoweza kuvipata katika sehemu hii? Tunaona pia kingine kwamba Mungu kwa kweli huwa haleti hukumu bila kuwaonya watu. Yaani ni tofauti na sisi wanadamu. Mtu amekukosea, unaamua, hata kama ni mtoto, unaamua kumwadhibu bila kumuelekeza kwanza. Yeye huwa anatanguliza maonyo. Maonyo yale yanapokataliwa ndipo analeta hukumu. Na kwa sababu kila mmoja anakuwa amejitumbukiza mahali anapoona panafaa kuokolewa au kupotea. Kwa hiyo sasa Mungu alituma malaika waliotoka na Bwana kutoka katika familia ya Ibrahimu, wakaelekeza nyuso zao Sodoma. Walikuwa wawili. Na walipofika kule, lengo kubwa lilikuwa ni walipofika kwa familia ya Lutu, walimwambia mzee hivi, sisi hapa tumekuja kwa ajili ya kuiokoa mji huu, lakini tunaomba utusaidie, kama kuna ndugu zako au watoto wako katikati, ukimbie uende ukawaambie sasa watoke, maana Bwana amekusudia kuangamiza mji huu. Malaika hao baada ya kutoa agizo hilo, mzee kweli alitii. Mzee Lutu akaenda akawaambia wakwe na binti zake walioolewa humo. Wakasema huyu mzee kama amechanganyikwa. Biblia inasema alikuwa anaonekana kama yeye achezae mbele zao. Sasa akawaacha karudi, ndipo sasa amri ikatolewa kwamba watoke. Hapokuwa walikuwa na kawia, walishikwa mkono wakatolewa nje. Na hukumu sasa ya moto ikashuka. Tendo la malaika kutangulia kabla ya hukumu na kutoa maelezo ya kutoka, sawa na yule malaika anaye malaika wale watatu kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 14 au sura ya 18 ya Ufunuo mstari ule wa 4, malaika anasema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake. Anaambia watu watoke Babeli. Kwa hiyo hata wakati huu wa mwisho injili inahubiriwa kwa kipindi cha mwishoni kabisa, ambapo Mungu anakuja kuleta hukumu. Lakini pamoja na hayo, kisa cha Sodoma kwetu sisi tuliofikiriwa na miisho kinatufungua akili kuona kwamba ikiwa ulimwengu sasa hivi dhambi zake zimefikia mpaka kumekuwa na ushoga, zamani ulikuwepo au kuwepo, mambo ya usagaji na tabia zingine za ajabu wanazozifanya wanadamu, hii inaonyesha kwamba kikombe cha mwanadamu kinataka kujaa au kimefikia kujaa, ili Mungu aweze kuleta hukumu kama alivyoleta wakati wa Sodoma. Mambo mengi sana aliyokuwa yakifanywa kwenye mji ule
na watu wengi walimwacha Mungu na hawakusikia. Na watu wanapokuwa wanafanya haya madhambi hayo ya zinaa, usagaji, ufilaji na tabia zingine, huwa yanasababisha akili inajifunga. Yani kusikia maonyo na injili inakuwa ni ngumu sana. Hata leo hii wapo watu ambao hata injili ipelekwe namna gani, wafundishwe namna gani, waelekezwe kiasi gani, hawawezi kuamini wala kusikia. Haka sasa hivi watu wamefikia hatua ya kusema Mungu hayupo. Mungu hamna, ni uongo tu. Hiyo ni hadithi zilizotungwa kwa werevu ili kutufanya tuwe wapole. Ndio. Kwenye haki zetu tusiwe tunaongea na tunazipata haki zetu. Maana kama unaambiwa msigombane, Biblia inasema yawekeni mbali hayo yote, magomvi na nini. Kwa hiyo wanatupoza poza tu ili kwamba tusiwe wajeuri kwenye mambo yanayotakiwa kutenda haki. Kwa hiyo kwa ufupi naweza nikasema hivyo kwamba Bwana anawaita watu kutubu ili wasije wakaangamia sawa sawa na watu wa Sodoma. Asante sana. Nashukuru sana Pastor kwa ufafanuzi huo katika kisa cha Sodoma na Gomora. Na mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa vipindi hivi, kufikia hapo tupate mapumziko mafupi, tutarejea kuendelea na mwongozo wetu wa kujifunza Biblia. Tafadhali endelea kuwa pamoja nasi. BW Media, stay informed. Na mpenzi mtazamaji na msikilizaji, tumerejea tena. Ni kushukuru kwa kuendelea kwa pamoja nasi, ni kushukuru kwa kudumu kuwa nasi, na kushukuru pia kwa kuendelea kuichagua BW Media kuwa ni sehemu yako pendwa kabisa kwa ajili ya kupata masomo haya mazuri kabisa. Na naamini kwamba umesha subscribe na kushare kwa wengine ili waweze kubarikiwa na ujumbe hizi. Lakini kama hujafanya hivyo, nikusihi mpenzi mtazamaji uweze kufanya hivyo, usubscribe hapo chini ili kila tunapoweka mafundisho yetu wewe wa kwanza kabisa kupata habari hizi. Lakini ushare kwa wengine waweze kubarikiwa na masomo haya. Na tumerejea tena kuendelea na mwongozo wetu wa kujifunza Biblia. Nikusihi tu uendelee kwa pamoja nasi. Na nikukumbusha kwamba tumeshapiga hatua kadhaa hapa na tunaendelea mbele sasa tukidumu na wachambuzi wangu hapa. Karibu tuendelee kubarikiwa sote. Ndugu Mgisha, tunapoendelea katika pointi ya Pastor alipoachia pale, tunakutana na mhukumu wa ulimwengu wote. Ndio. Katika kuzingatia Biblia inavyotuambia, ni mhukumu gani yeye anayezungumziwa hapa? Na hapa ndipo tunafika katika kiini cha kutatua changamoto ile ya uovu. Kwa sababu tunaona ya kwamba uovu unapozidi kushamili inaonekana kana kwamba mbona kama hauwezi kuzuilika. Je, watu wanaweza kufikia hatua kujiuliza hivi kweli yuko ambaye anaweza kuzuia huu uovu usiendelee? Maana baadhi ya watu huenda wameweka matumaini katika utawala fulani kwamba huenda rais wa nchi fulani akibadilika akawekwa rais fulani tunaweza tukapata amani na uovu ukakoma. Lakini wale ambao wameshuhudia mapinduzi ya kijeshi ya serikali za nchi zao mara nyingi wamekuwa wakirudi katika uovu. Sasa swali linakuwa ni kwamba je, ni nani ambaye atakuja kukomesha uovu? Na hapa ndipo tunakutana na kisa ambacho kipo katika Agano la Kale, lakini kinakwenda pia kutupa picha ambayo itakuja kutokea pia hata katika wakati ujao. Na hapo tunamuona mhukumu wa ulimwengu wote, yani yule ambaye mwisho wa siku atakuja kukomesha uovu. Lakini tunaanza kuona ya kwamba hapa tunakutana na kisa cha Mungu mwenyewe pamoja na malaika wawili wanapokutana na Ibrahim katika ile tambalale ya Mamre. Tunaona kwamba Ibrahim anawaona, anawapokea maana walikuwa wanapita njiani, anawaalika nyumbani kwake na kuwaomba angalau wapate chakula pale. Kinaandaliwa chakula na tunaona kwamba katika kile kisa ndipo ambapo wale malaika wa Mungu mwenyewe anamtamikia Ibrahim na Sara kwamba watapata mtoto. Na tunaona pia pale kwamba zile waliziona kama ni kejeli, maana hata Sarai mwenyewe alicheka. Lakini hoja yetu kubwa ipo katika kile wanapoanza kuzungumzia habari za Sodoma na Gomora. Maana tunaona ya kwamba
inapoanza kunenwa habari ya Sodoma na Gomora, ndipo tunaanza kuipata picha halisi ya kwamba je, huyu Mungu ambaye ni mhukumu wa ulimwengu tabia yake ipoje? Maana mgogoro hata wa pambano kuu ni kuhusu tabia ya Mungu. Tunaona ya kwamba Mungu alipomfunulia Ibrahim kuhusu dhamira yake kwenda kuangamiza mji wa Sodoma na Gomora, wakati ambapo wale malaika walitangulia kwenda kuwaonya wale watu, kama ambavyo wale malaika wanaonya ulimwengu, wakialika wale malaika watatu wakialika ulimwengu uweze kumrudia Kristo, tunaona ya kwamba Ibrahim alipata nafasi angalau ya kunegotiate na Mungu. Maana anasema kwamba wewe mhukumu wa ulimwengu wote mwenye haki, je, unaweza kuwahukumu wema pamoja na waovu? Na tunaona kwamba Ibrahimu akaendelea kushusha idadi ya watu, kashusha na kushusha, lakini ile idadi ambao walikomea, basi wale watu wa Sodoma na Gomora ambao walikuwa ni wacha Mungu hawakuweza kufikia ile idadi. Lakini tunaona ya kwamba Mungu kama mhukumu wa ulimwengu wote, kwanza hatoi adhabu pasipo kutoa onyo, ameeleza sana mchungaji. Lakini pili, hatoi adhabu pasipo kutoa taarifa. Maana tunaona kwamba hata katika wakati wa mwisho tunaona kwamba ulimwengu pia utaonywa, ambapo kutakuwa na ile mvua ya masika, kwamba watu watakwenda kuifanya kazi kwa nguvu wakiuonya ulimwengu. Maana tunaona pia ya kwamba kabla ya mwisho wa wakati dunia nzima itakuwa imekwisha kuonywa, maana hakuna ambaye atakuwa hajasikia habari za kurudi kwa Kristo. Lakini basi tunahitimisha pia kuona ya kwamba licha ya kuwa Mungu ni mwenye haki, Mungu ambaye ana tabia ya upole, ambaye anatamani kila ambaye anasikia hii habari aweze kubadilika na kumrejea, lakini tabia ya mwanadamu baki vile vile, kwamba wanadamu huchagua kupuuzia. Walio wengi huchagua kupuuzia ile sauti, kama tunavyoona katika Sodoma na Gomora ya kwamba hata familia ya Nuhu yenyewe ya Lutu, ambaye yeye mwenyewe ndiye aliyekuwa ameshikilia lile jukumu la kuonya, yeye mwenyewe alipoambiwa atoke alianza kusitasita katika zile kuta za Sodoma na Gomora, mpaka Mungu akamtoa mwenyewe. Malaika walimtoa na familia yake kumpeleka nje. Lakini tunahitimisha ya kwamba mhukumu wa ulimwengu aliadhibu Sodoma na Gomora, na ile adhabu ambayo ilipata Sodoma na Gomora inabaki ikiwa kama ishara ya maangamizi yatakuja kutokea baadaye. Maana muovu pamoja na waovu pamoja na dhambi vitateketezwa kwa moto. Ni hakika. Tunaweza tukawa tunanena leo kwamba uko moto utateketeza dunia na wakazi wake wote wa dhambi. Mwingine anaweza kama ni mambo ya dhihaka, lakini ni hakika ya kwamba Mungu amekwisha kutupa mifano kutokea Agano la Kale. Maana hata wakazi wa Sodoma na Gomora walipoambiwa kwamba Mungu atateketeza kwa moto, walikuwa wanasema jambo hili haliwezekani bana, yaani mji mzima kwa moto. Lakini nikawa nawavuta picha kwamba wale ambao walisema hivyo, afu sasa wanaona mji ukiteketea, wakati ambapo hawawezi hata kusema basi wewe mzee Rutu, na kuomba basi angalau kwa nafasi hii niweze kuungama na mimi niungane pamoja na wewe. Ndivyo itakavyokuwa kwa wale wote ambao wanasikia habari ya Injili lakini wanaipuuzia. Wakati itakapokuwa ikitokea, hakutakuwa tena na wakati wa msamaha. Ni vema unapoisikia wito huu uweze kuungama dhambi zako na kufuata Kristo, ili ukapate kuwa upande salama. Maana yeye ni mhukumu wa ulimwengu, na mwisho wa wakati atahukumu kila mtu kwa matendo yake. Asante sana kwa ufafanuzi huo mzuri kabisa. Mhukumu wa ulimwengu wote umemzungumzia hapo, na naamini mpenzi mtazamaji ameweza kupata picha kidogo hapo. Pastor, lakini mimi nimepata swali katika sehemu hii tunapozungumza. Kwa nini maovu yale ambayo yaliangamiza kipindi cha Nuhu, lakini pia Sodoma na Gomora, kwa nini maovu ni yale yale na hata kipindi chetu hiki? Ni nini chanzo hasa cha vitu hivi kutokea? Biblia inatuambia katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12 mstari wa 9 kwamba yule joka akatupwa, yule audanganyaye ulimwengu wote akatupwa hata nchi. Shetani amekuwa mdanganyifu tangu mwanzo wa ulimwengu. Biblia inasema
Hata ukisoma Yohana Injili sura ile ya 8 mstari wa 44 anasema Yesu anawaambia wale Mafarisayo na wanafunzi kwamba ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda, maana yeye alikuwa muuaji na muongo tangu mwanzo. Kwa hiyo shetani amejizatiti kudanganya ulimwengu, hana lugha mpya. Kinachobadilika tu kinabadilika ni kile kizazi au wale wahusika, lakini uovu ni ule ule, kwa sababu alianzia mbinguni kuwadanganya wale malaika wakaasi. Alichokuwa na wadanganya ni kwamba sheria ya Mungu ni ngumu sana, tunapaswa kutoa na serikali yetu, mimi ndiye nitakuwa rais wenu au mfalme wenu. Hivyo ameendelea kudanganya walimwengu, na kwamba katika yote aliyoyaweka Mungu kuwa mazuri, baada ya kuumba ulimwengu akasema tazama kila kitu alichokifanya kilikuwa ni chema sana. Yeye akaamua hicho anachokisema ni chema sana lazima nikiharibu. Kwa hiyo kinachosababisha hivi vitu kujirudia kwamba maovu ni yale yale ni kwa sababu the author, yani mwanzilishi wa uovu ni yule yule, hajabadilika. Pengine kama angetokea mwingine labda angekuja na style mpya, lakini wanaobadilika ni wahusika. Wanaopita wanakuja wapya. Sawa sawa. Asante sana. Tuje kuangalia hukumu ya upelelezi. Katika hukumu hii tumeisikia sana, naamini hata mtazamaji na msikilizaji wa vipindi hivi hili neno si geni kwake. Karibu utuambie hukumu ya upelelezi inapeleleza nini hasa, na hukumu hii ni ipi, na mchakato wake wa mwisho wa hili jambo ni lini? Karibu. Hukumu ya upelelezi kwa Kiingereza wanasema ni investigative judgment. Hukumu ya upelelezi kazi yake ni maisha ya wanadamu yanapelelezwa. Kwa mfano kwenye mahakama za dunia, wale wanasheria au mawakili huwa kesi ikipelekwa mahakamani huwa wanafanya upelelezi. Ndio. Upelelezi ule unasaidia kutenda haki. Na kwa hiyo hata Mungu kabla hajahukumu ulimwengu lazima awajibike yeye mwenyewe kupeleleza maisha ya mwanadamu ya kila siku. Kwa wewe na mimi ndugu mtazamaji tunapelelezwa. Na anayepeleleza ni Mungu mwenyewe. Lakini kimsingi tunapaswa kujua kwamba mhukumu wa ulimwengu ni Yesu. Ukisoma Yohana 5 mstari wa 22, Yesu aliwahi kusema maneno haya: tena Baba hamhukumu mtu yeyote, bali amempa mwana hukumu yote. 23 anasema ili watu wote wamheshimu mwana kama vile wanavyomheshimu Baba. Asiyemheshimu mwana hamheshimu Baba aliyempeleka. Kwa hiyo mhukumu wa ulimwengu huu ni Yesu peke yake, sio Roho Mtakatifu wala sio Baba. Maana Yesu pekee aliyekuja kufia ulimwengu huu ndiye amekabidhiwa yote. Kwa hiyo sasa analo wajibu wa kufanya upelelezi. Kinachopelelezwa ni nini? Kujua. Kwa mfano, alipokaribia Mungu kuiangamiza Sodoma, ukisoma ile kitabu cha Mwanzo, Biblia inasema kwamba aliwatuma malaika waende kule wakaone kama yaliyomfikia ni halisi. Wakatumwa kwenda. Hata wakati Babeli ilipojengwa ile sura ya Mwanzo 11 ile, Yesu Mungu mwenyewe alisema hebu natushuke. Mungu kasema natushuke tuone hiki kinachozungumza kama ni halisi. Kwa Mungu huwa anafanya upelelezi. Baada ya kupeleleza kwa hiyo akajionea hayo, taarifa ikawa ni kweli hao watu wamefanya hivi. Kwa hiyo hukumu ya upelelezi hii iko kwa juu ya wanadamu na inafanyika kila siku katika maisha. Mtu anapozaliwa anaendelea kuishi mwenendo wake kama anampendeza Mungu au la. Na ndipo sasa mwisho wa siku ndio maana ukisoma kwenye Ibrania anasema kama watu walivyowekewa kufa, baada ya kufa hukumu. Kwa hiyo mimi leo nikikata roho hata sasa hivi hapa, tayari hukumu yangu inakamilika. Maana yupo malaika anayenichunguza na kupeleka taarifa kwa Mungu mbinguni. Faili langu linafungwa.
nitakuwa nimewekwa upande wowote, aidha wa kupotea milele au wa kuokolewa, kwa sababu hukumu ya upelelezi inafanyika kila siku. Na hivyo Yesu atakapomaliza hukumu hii atafunga mlango wa rehema. Ndipo sasa hukumu ya moto itakuja. Ya, asante sana. Asante. Kwa maana hiyo hukumu ya upelelezi inakamilika pale mtu anapopoteza maisha. Kwa wale ambao wana maisha yao yanakoma kuishi au kupumua, hukumu yao inaamuriwa kupotea au kuokolewa. Lakini kama mtu bado anaendelea kuishi, ana nafasi ya kutubu. Kwa hiyo hata wewe ndugu mtazamaji, kama unaona kwa namna fulani hauko sawa na Mungu, bado una nafasi, maana bado unaishi. Lakini pia hapo maandiko yanasema mtu anaweza akajifungia mlango mwenyewe ikiwa amefanya maamuzi ya kukataa kabisa kusikiliza sauti ya Roho Mtakatifu. Anaweza faili lake likafungwa mbinguni, kwa sababu mbingu hazioni dalili zozote. Alishatangaza mbinguni kwamba mimi sihitaji chochote. Faili lake linafungwa hata kama bado anaishi. Katika siku ya mwisho ile, kila dhambi italetwa hukumuni, na Mungu mwenyewe ndiye atakayekuwa hakimu, akihukumu kila jambo ambalo mwanadamu amelitenda, na kila mmoja ataona siri zake pale zikifunuliwa. Ni nini tumaini letu ambalo tunaweza kulipata, tumaini pekee wakati huo wa hukumu? Asante. Tumaini letu pekee ni kwa Yesu Kristo, kwa sababu Yesu Kristo yeye alikuja ulimwenguni kama ambavyo tunaelezwa katika Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila muaminie asipotee bali awe na apate uzima wa milele. Tunaona ya kwamba tumaini pekee katika hukumu ya mwisho ni wale ambao wamemchagua Kristo na kumpokea, kwa sababu wale wote ambao hawajamchagua Kristo ni uhakika ya kwamba watapotea milele, na ghadhabu ya moto itakapoteketeza kumbukumbu yao itasahaulika, na utakuwa ni mwisho kabisa wa maisha yao. Maana ujapokufa katika mauti hii ya kwanza ukiwa hujampokea Kristo, utafufuliwa katika ule ufufuo wa pili, na pale utachomwa moto na itakuwa ni mwisho. Maana utakuwa umepotea katika ile mauti ya pili ambayo ni ya kiberiti, ya moto na wakao na kiberiti. Lakini sisi hatuko hapa leo kwa lengo la kumtisha mtu, kuona kama mbona mambo tunayozungumza mbona kama ni ya kutisha. Hapana. Sisi tuko hapa kukuletea habari njema ya kwamba ikiwa bado unao uwezo wa kuivuta pumzi, Kristo anakualika ya kwamba ukapate kumpokea ili ukapate kuwa salama katika ile hukumu ya mwisho. Bado nafasi ingalipo, mpokee Kristo sasa uwe upande salama. Amen. Asante. Na hivi ndivyo tunavyoendelea kuzikanyaga hatua zetu za mwisho. Ndugu Mgisha, una neno gani sasa? Huenda kuna mtazamaji wetu hapo na msikilizaji ndio kafungua tu hapo akikuta hatua za mwisho kabisa. Una neno gani la kumwambia mpenzi mtazamaji kulingana na masomo yote tuliyojifunza katika juma hili? Asante. Ukifungua tu lesoni yako na kuangalia ile picha, itakupa muhtasari mzuri wa hili somo. Maana utaona upande mmoja ni picha kama ya gharika, kwamba watu wakiwa wamegarikishwa na maji, na wakati huo wanaiona safina iko pale. Unaweza kutafsiri pia utakavyoiona wewe, lakini vyovyote utakavyoona kwamba kile ni kipindi cha Nuhu. Lakini upande wa pili tunaona kwamba moto ukishuka kutoka mbinguni na kuteketeza mji wa Sodoma na Gomora. Leo tumekuwa tukichambua kuhusu kisa cha Nuhu na kisa cha Sodoma na Gomora. Ile ni mifano ya kipindi cha wakati wa mwisho, kwa sababu yale yaliyotokea yametumiwa kama mifano kueleza wakati tulipo. Tunaona kwamba tuliofikiwa na miisho, mimi na wewe tumepata nafasi ya kuishi katika miisho ya dunia, wakati ambapo yale yote yaliyonenwa tunayaona yakitokea. Kwa hiyo jambo la msingi ni kwamba kusimama katika eneo unaloona ni salama. Maana katika wakati huu historia inakwenda kufungwa, na je, inapofungwa utakuwa katika upande gani? Mimi pamoja na wote tuliokaa hapa tunakupendekezea kwamba ukapate kusimama upande wa Kristo.
ambao ni upande salama. Asante sana, nashukuru sana. Karibu Pastor, tunapoelekea miisho sasa. Una neno gani la kumwambia mpenzi mtazamaji na msikilizaji? Neno la mwisho kwa ndugu mtazamaji ni kwamba kwenye haya maisha tunapaswa kuishi kana kwamba ni wa ulimwengu, lakini kama sio wa ulimwengu. Yesu anawaambia anapokaribia kuondoka, anasema ninyi ni wa ulimwengu, lakini hampaswi kuishi kama watu wa ulimwengu. Na anawaambia kwamba ulimwengu utawachukia kwa sababu umenichukia mimi. Na kwa hivyo ugumu wa ulimwengu wa kutokuamini kama wakati wa Nuhu usikurudishe nyuma ndugu mtazamaji. Chochote unachokiona ambacho wanadamu wanapokuwa wameandamana kumpinga Mungu, kumkataa Mungu na kufanya chochote wanachokifanya, haijalishi injili inahubiriwa, neno la Mungu, watu wa Mungu waliojitoa kulitangaza neno wanakataliwa, wanauawa, wanateswa. Wewe hayo yote yasikurudishe nyuma, kwa sababu tunaishi katika miisho ya ulimwengu. Kipindi cha Nuhu walimdhihaki, walimcheka. Walimcheka, wakamdhihaki na kumdharau, na ujumbe wake wakaona kuwa haufai. Na hasa wengine walifika hatua mpaka kushiriki kujenga ile safina. Walishiriki wakajenga mpaka ikamaliza, wale mafundi. Hata leo hii wapo watu wanashiriki kujenga makanisa mpaka yanaisha. Na wengine wanashiriki hata kuwasafirisha watumishi wa Mungu kuwapeleka kwenye maeneo mapya ya injili. Na wanaambiwa kabisa, jamani, huku tumekuja kwa ajili ya injili, lakini unakuta mtu haipokei injili. Yote hayo yanaonyesha kwamba ulimwengu una moyo mgumu. Kwa hiyo yote hayo yasikurudishe nyuma. Endelea kumtegemea Mungu, endelea kumwamini yeye, endelea kuomba. Mwisho wa siku wewe na mimi tukiendelea kumtumaini na kumwamini tutaokolewa bila shaka. Asante sana. Asante sana wachambuzi wangu kwa matumaini hayo mazuri kabisa. Naamini mpenzi mtazamaji na msikilizaji kuna kitu ambacho amekipata katika somo hili la 10. Tulikuwa tunazungumzia tuliofikiwa na miisho. Na niwashukuru kwa kuja kuungana nami leo studio hapa. Karibuni tena wakati mwingine. Na Pastor, tunapohitimisha kipindi chetu hiki, naomba tufungie kwa ombi. Karibu. Basi tuombe. Baba uliye juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa wema, ujumbe ambao umenena nasi kwa wakati huu, ukaendelee kutubadilisha sisi, hata ndugu mtazamaji, kamsaidie na yeye kwa nafasi yake, kwa kadri ambavyo amefungua moyo wake kwako, ili kukujua wewe na kukuhifadhi moyoni mwake. Tunaomba na kutumaini katika jina la Yesu. Amina. Amina. Na mpenzi mtazamaji na msikilizaji, hivi ndivyo tunavyohitimisha na kupiga hatua zetu za mwisho kabisa katika somo letu hili la 10. Tulikuwa tunaangalia tuliofikiwa na miisho. Ni matumaini yangu umeweza kubarikiwa sana na somo hili, na kufikia hapa sisi hatuna la ziada kutoka hapa studio. Nipende kuwashukuru wachambuzi wangu waliokufikishia mada hii kwa uzuri kabisa, lakini niwashukuru wale walio nyuma ya kamera kuhakikisha vitu hivi vina mada hizi zinakufikia kwa uzuri kabisa. Ulikuwa nami mtangazaji wako Miriam Mwesau. Tukutane tena wakati mwingine, kwa maana mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo na maandalizi ya kipindi kingine. Mungu aendelee kukubariki, Mungu aendelee kuwa pamoja nawe mpaka tutakapokutana wakati mwingine. Kwa heri kwa sasa.